Swali la watu wengi ambao watufuatilia wana Fuse 96 Link na watu wa Bongo Plus ambao wanajiuliza sana nalo ni kwamba tuliona mashirikiano kati ya Urusi na China wakati mgogoro huu ukiendelea, majadiliano, mazungumzo yakiendelea, tukaona wakishiriki katika kufanya mazoezi na vingine kama hizo. Wako wapi mpaka sasa hivi? Kwanza watu wanajiuliza. Sawa, hiyo ina engo tatu. Ya kwanza, hichi ni kitu ambacho wanatakiwa waelewe, na sijui kwa nini watu wanapata wakati mgumu kuelewa. Wanadhani China na Urusi ni kama kampuni ya ulinzi, kwamba ukivamiwa inatakiwa ije kulinde. Nani haiko hivyo. Mpaka muwe mna kitu kinaitwa Mutual Defense Pact, kwamba akishambuliwa mmoja wengine wanakuja kumsaidia. Na hii ndo Article 5 kwenye NATO. An attack on one is an attack on all. Hiyo ndo Mutual Defense Pact ambayo Mrusi anayo kati yake na North Korea. Ndo maana majeshi yalivyoingia Kursk nchini Urusi ya Ukraine, North Korea alipeleka majeshi yake pale zaidi ya watu 12,000. Sawa. Leo hii North Korea ikivamiwa, ndo utaona sasa Urusi anaingia kujibu mapigo. Au iwapo itatokea wito rasmi, njoo utusaidie, kama alichokifanya Assad mwaka 2016 kwa kuialika Urusi iende kuwasaidia dhidi ya magaidi waliotaka kuipindua Syria mwaka 2016. Na actually walikuwa wamechukua 50%, ilikuwa bado kidogo tu waiangushe. Kwa hiyo China na Urusi sio kampuni ya ulinzi kwamba kazi yao ni kwenda ukivamiwa unabonyeza alamu wanakuja. Unashangaa gari ziko hapo na ngazi zao zile na ving'ora vyao. Kuna strategic military cooperation. Watakusaidia vifaa, watakusaidia training, watakusaidia intelijensia, ila ni wajibu wako wewe kujilinda mwenyewe. Kwa hicho ni kitu ambacho nataka watu wajue. Same thing kwa Venezuela. Walimpa vifaa, wakampa intelijensia na training na vitu kama hivyo. Tutaelezea kama najua kuna swali litaibuka, kama ni hivyo ilikuwaje wamefanikiwa. Kwa Venezuela kitu kimoja tunatakiwa wajue. Vitu ambavyo alivihitaji kutoka kwa Mchina na Mrusi alivipata. Air defense system, radars, kama ni ndege na vifaa vingine. Ila sasa kama wewe mwenyewe watu wako wanakusaliti ndani kwa ndani, uweze ukaenda kumlaumu mtu ambaye anakusaidia. Umeelewa? Kwa sababu ilifanyika sabotage ya ndani kwa ndani. Venezuela wenyewe kwa wenyewe walizima zile rada, wenyewe kwa wenyewe walizisabotage wenyewe, na wenyewe kwa wenyewe ndo walimchomesha kwamba Maduro yuko sehemu gani, wakaenda kumkamatisha. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu wanataka. Kwa hiyo hata upewe silaha kiasi gani, kama ndani yako unawasaliti, ni kazi bure. Hiyo ya kwanza. Kwa unapokuja kwa Iran, wamempa vitu vyote ambavyo anahitaji. Air defense system, teknolojia na vifaa vingine ambavyo anavihitaji. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa wajue. Kuna kitu kinaitwa reaction time. Una air defense system zako, una radar na kila kitu. Simply because unazo hizi hai kuguarantee effectiveness ya ile. Kuna kitu kinaitwa reaction time. Siamini kwamba kwenye mashambulizi yale ndege ziliingia mpaka ndani ya Iran. Naamini kwamba na mashambulizi mengi yalitokea around Iraq na hizi nchi zingine. Kwenye mpaka kuna silaha zinaitwa standoff offensive weapon. Standoff ni pale ambapo unashambulia nje ya eneo la hatari. Kwenye ndege wana air to air ambazo zinaitwa BVR, beyond visual range, ambazo Mrusi na Mchina wanazo ambazo zina zaidi ya kilomita 200 mpaka 250. Yani hata sehemu ambayo macho haiwezi kuona. Wana standoff offensive weapon Marekani na Israeli ambazo zina uwezo wa kushambulia nje ya mpaka wa Iran. Sasa kudetect ni kitu kimoja, kwamba tumegundua
kuna kitu cha pili ambayo stage ya pili ambayo ni kutrack. Unatakiwa kushagundua uweze kuitrack, ulock ili interceptor iweze kuja neutralize hii. Hiyo ni ya pili. Kuna kudetect ni ya kwanza, ya pili kuna kutrack. Alafu ya tatu which is very important, na hapa ndo maana Putin alikuwa mkali zilivyowekwa Patriot system Poland, ni na ndo maana hata Ulaya wamekuwa na kiwewe baada ya Mrusi kulaunch Oreshnik, kwa sababu inapunguza kitu kinaitwa reaction time. Reaction time ni muda ambao una detect, una track, alafu unajibu. Sasa hii window inapokuwa ni ndogo, ni ngumu sana kuweza kuintercept. Unaweza ukajikuta una dakika 3, 5, 10 ambazo zinaweza zisitosheleze wewe kuzintercept zile. Ndio ile niona Belarusi ni wapi ile zidio zikaharibika nani, wakati Iran inashambulia kuelekea mabomu yake Israel, mataifa ilikuwa linazuia hapa katikati. Si ilikuwa ni nchi gani ile baadaye ziliharibika? Nani kulikuwa kuna Jordan na nchi zingine. Jordan, yes. Ziliharibika. Sasa hapa ndo utakuja kugundua kwamba udhaifu wa air defense systems za Israeli, kwa sababu reaction time anayo ya kutosha, tracking time anayo ya kutosha, tracking capability anayo ya kutosha, kwa sababu hizi nchi za Kiarabu wana THAAD pamoja na Patriot pamoja na radar system za kuweza kudetect na kutrack. Jordan wanazo, Israeli tayari wanazo. Muda ambao inachukua shahidi zinachukua karibia masaa 5 kutoka Iran mpaka zifike Israeli. Iwapo huo muda wote unao na distance yote unayo na muda wa kutrack unayo, lakini bado zinafanikiwa, basi defense system yako ni ya dhaifu sana. Na nilishasema kwamba tu ile sijui Arrow pamoja na David Sling na kipindi kile Iron Dome, nikasema hizi ni dhaifu kwa sababu zimetestiwa dhidi ya makombora ya sukari ya kutoka Hamas kipindi kile, lakini sasa wamekutana na watu ambao na capability, uwezo wao umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo tunaporudi huku, unaweza ukawa na defensive systems lakini kama reaction time yako ni ndogo, uwezo wako wa kudetect ni mdogo. Hata air to air missiles, iwapo watakuwa wako karibu sana, ikishutiwa kuna muda mchache sana ambao wewe unakuruhusu kumanuva kuikwepa ile, ikiwa ni ndogo, probability ya hit inakuwa ni kubwa sana. Na hicho watu ambao wanaweza wakasema mifumo ya ulinzi ya Iran ni dhaifu, tuchukulie tukasema ndio, lakini nimekutolea scenario ya kwamba iwapo mashambulizi yatafanyika nje ya ardhi ya Iran, mipaka ya Iran, lakini karibu, reaction time inakuwa ni ndogo. Na vile vile wana kitu ambacho kinaitwa stealth cruise missiles. Ni mizinga let's say kama Scalp zile, Storm Shadow, ni stealth, ni makombora ambayo pia kudetect kwake ni kugumu. Sawa? Reaction time inakuwa ni ndogo. Lakini ukiangalia reaction time ambayo anayo Marekani katika hizi bezi zake, Marekani Iran ameweza kushambulia with pinpoint accuracy bezi za Marekani katika maeneo hayo. Nikuulize tu wewe kwa akili yako, unaamini nani ambaye ana air defense system bora kati ya Iran na Marekani? Marekani. Yes. Sasa kama unaamini hivyo, lakini bado mashambulizi yameweza kupenya. Nimeuliza hilo swali pia jana, kuna mtu umeelewa? Kwa hiyo utaelewa kwamba simply because una air defense system haitoshelezi wewe kufanya interception. Kuna technical na ujuzi pia. Yes, kuna tunahitaji jina linanitoka. Kuna vipengele kadhaa ambavyo iwapo vitafanikiwa utavipata vile vipengele, interception yako itakuwa ina accuracy nzuri, na iwapo havito align, interception yako itakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo kama huku anasema kwamba zile vifaa ni dhaifu, basi tuseme same thing. Kuna THAAD ambazo ziko pale, kuna Patriot ambazo ziko pale, kuna Aegis ambazo ziko pale, na vifaa vingine ambavyo za interception. Ila sasa offensive kama nilivyokuambia, inaonesha kwa sababu distance ya kutoka Iran tangia ile makombora yanarushwa mpaka yanafika huko ni kubwa zaidi.
na ni mbali zaidi na wana muda zaidi wa kuweza kudetect, kutrack pamoja na kuintercept. Lakini kama wameshindwa, inamaanisha vitu viwili. Defense system zao ni dhaifu, lakini offensive capability ya Iran iko very lethal na iko very effective. Na Iran recently alipewa satellite system mpya za Mchina ambazo ziko very accurate na ziko very effective na ni ngumu kuzijam. Ndo maana accuracy yake imeonekana. Unajua alichokifanya Marekani kwa Venezuela vilimkwaza sana Mchina. Mchina amewekeza sana kwa Muiran this time. Sio kwamba yeye ameenda kupigana, ila amemuongezea na kuvipima vifaa vyake pia vikitumika vinakuaje. Sasa hiyo ni moja. Lakini nataka mimi napenda tuende kwa facts and logic. Nataka nikuoneshe kitu wanaita accuracy ya hali ya juu kiasi gani ambayo Iran amekuwa nayo. Uone, unaona hii USMST Combat Support Ship hit by imeshambuliwa ya Marekani. Hii ni siku ile nikwambia wana kila aina ya defensive system walizonazo ikiwemo CISW, a close in weapon system, sawa? Lakini bado wamefanikiwa kuishambulia. Nataka nikuoneshe, unaona hii ngoja kwapi ile unaona hapa. Hii ni rada ya Marekani kwenye Qatar. Rada hii kazi yake ni kudetect incoming threats, lakini imepigwa. Angalia accuracy ni juu kiasi gani. Umeona Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimemuongezea capability. Na hivi vita sio vita vya offense, sio vita vya defense. Nani ambaye ana defense nzuri? Defense ina umuhimu sana. Hivi vita ni nani ambaye ana uwezo wa kuhimili mashambulizi. Sawa? Hivi vita vitaamuliwa kati ya Iran na Israel na Marekani. Nani ana uwezo wa kuhimili madhara makubwa na mashambulizi makubwa dhidi yake, ndo atakaibuka mshindi. Na ninakwambia kabisa Iran uwezo huo wa kwake wa kuhimili ni mkubwa zaidi kushinda hawa. Yes. Na kwa hiyo wale wanajiuliza kwamba kuhusu, ngoja nimalizie nikwambie na engo tatu. Nadhani nimetaja mbili. Engo ya tatu pia hizi ni fursa za kila mtu kuangalia capability ya mwenzie. Kwa hiyo mnaposhambuliana mnaangalia mwenzangu ana offensive capability hii au anashambulia kutoka eneo fulani. Mwenzangu ana defensive capability hii, anashambulia kutoka maeneo fulani. Inasaidia kwa sababu ya kufine tune war plans ya hivi vitu. Na ila iwapo Iran itaanguka, tuchukulie Israel na Marekani wamefanikiwa, wameiangusha Iran, uongozi ambao wa Islamic Republic ya Iran China na Urusi watadhoofika sana 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 kwa sababu ya umuhimu wa Iran. Na hii ni kitu ambacho nimeshakielezea huko nyuma, ikiwepo zile trade routes na vitu kama hivi. Na kwa hiyo wale wako wanajiuliza kwamba defense system ambayo Urusi na China wameitoa kwa Irani ndo vile ipo, kwa hiyo ni wao sasa Irani kutumia. Kuna nimekwambia reaction time, nimekwambia kuna detection ni kitu kimoja, tracking ni kitu kingine, interception ni kitu kingine. Na kuna scenarios nyingi, kuna reaction time, response time, na kwa hiyo kuna lot of mechanism ambazo zinatakiwa ziafikiane ili kuwa na successful or unsuccessful. Kwa sione masnitch kama vile mtandao wanavyoeneza. Alafu watu ndio hicho nachowaambia. Sijui watu wametengenezea vipi kwamba hizi ni kampuni za ulinzi kwamba ikitokea lazima waende wakasaidiane. Urafiki gani? Hawana hiyo mutual defensive pact. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani watu waelewe. Ingekuwa Iran China na Mrusi na Iran China na Mrusi washirika wao hawawapi
silaha, hawawapi vifaa, hawawapi capability, hapo tungewaita snitch. Kwa sababu hawana makubaliano kwamba ukishambuliwa sisi tuje tupigane vita kwa niaba yako. Sawa? Wana kwamba mimi natakiwa nikuwezeshe wewe uweze kujidefend. Hayo ndo makubaliano. Kitu ambacho wamekifanya. Sasa kilichobakia ni juu yako. Juu yako wewe sasa. Yes. Hapo. Okay, sawa. Tugeukie sasa Sma kwenye madhara kwa Afrika kwa ujumla kuhusiana na hivi vita. Unajua mtandaoni kama ulivyozungumza Sma, wachambuzi ni wengi sana. Kila mtu anazungumza la kwake. Hebu pengine hasa wanaoshangilia sasa huko, maana kila mtu anashangilia la kwake, anachagua tu upande na kushangilia. Madhara kwenye hii vita yakoje kwa Afrika? Kwa Afrika. Nitanukuu kitu ambacho nilikisema Azam TV. Waniuliza same swali, lakini kabla haya kutokea. Nikasema kwanza bei ya mafuta itapanda sana. Nikaelezea kwamba almost 20 to 30% ya mafuta ya dunia yanapita Strait of Hormuz. Na iwapo ile Strait of Hormuz itafungwa, ambayo imeshafungwa, tutegemee bei ya mafuta kupanda sana. Na nikasema na nikatoa wito serikali yetu ijitahidi kuongeza shehena ya dharura kwa kipindi hichi. Nategemea wataweza kufanya. Lakini kama hatuna, inabidi kwanza kufanya rationing na kupunguza na kuambia watu kama hawana matumizi ya necessary wapunguze kwa kipindi hichi. Ili hicho ambacho tunacho kama kilitakiwa kuilast mwezi mmoja kitupeleka hata miezi miwili wakati huko, kwa sababu sidhani kama itadumu zaidi ya muda huo. Kwa hiyo natamani kwamba serikali yetu ielezee uhali halisi na iongee na raia. Ila raia wasipanic. Hamna kitu kibaya kama mkishafanya panic tu mnaharibu kila kitu. Kwamba sehemu ambayo hakuna safari za dharura za muhimu tupunguze. Kwa hiyo mafuta yatapanda bei, ila kuna shipping routes ambazo zitaathirika. Watu ambao wanaagiza vitu kutoka nje vingi vitakwama ambavyo vimeshatoka. Na bei itapanda kwa sababu hatari itaongezeka, bei ya insurance itaongezeka. Lakini pia kuna watu watatumia fursa kupandisha bei kwa hii. Na actually hata Bongo nimeona na nawaonya na naonya ambao ni Waislamu, imekatazwa kutumia fursa ya majanga kupandisha bei ya kitu. Kuna baadhi nimeona wafanya biashara wengine washaanza kupandisha vitu kwa sababu ya vita. Unapandishaje bei ya kitu ambacho labda ulikinunua kwa bei ambayo ni ya nyuma? Labda umenunua shilingi 1000, unauzaga 1500. Stock ile endelea kuuza 1500, usiseme kwamba sasa hivi tutaanza kuuza 2500 kwa sababu kule huo kwenye dini yetu imekatazwa na ni dhambi kubwa sana. Nimeona baadhi ya wengine wauza simu. Stock ambazo wanazo wamezipandisha bei. Japokuwa amenunua kwa bei ambayo ni ya nyuma, ni kinyume na sheria na misingi ya Uislamu. Kwa hiyo kama mtu yote ambaye anataka kukutana na Mola wake akiwa ameridhiwa na anataka mali yake iwe ina baraka na anataka kuepuka mali yake kuingia dhuluma, kitu ambacho wamekinunua kwa bei ile ya nyuma wakiuze kwa bei ile ya nyuma. Unapompandishia mtu kwa sababu ya kitu ambacho kinakuja, inakuwa ni dhambi na inakuwa ni aina ya dhuluma, na atakuwa mali yako utakuwa umeingiza nuksi na huenda ikakuathiri. Kwa hiyo iwapo vitaendelea vita kwa muda, supply zetu sisi tunategemea vitu kutoka nje vitaathirika, kwa sababu bandari zetu zitashindwa kuleta mizigo, mafuta yatashindwa kuja, vitu vitapanda. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tujiandae. Ila inasikitisha pia kwamba mpaka leo Afrika pamoja na kwamba tuna capability ya mafuta, sehemu nchi kama Nigeria na Libya na nchi zingine nyingi ambazo wana mafuta, bado tunategemea mafuta kutoka nje. Ifikiria vingitokea hivi vita afu tuna uwezo wa kupata mafuta yetu wenyewe kutoka Nigeria kaje. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia ni wake up call kweli kwa mataifa ya Afrika. Kwa mataifa ya Afrika. Jamani, juzi nakumbuka, unaona tulichokifanya Tanzania na Uganda. Kuna ile bomba ambalo limetoka Uganda linakuja kwetu. Sisi wenyewe tuna LNG yetu. Nadhani kuna mafuta yamegunduliwa baadhi ya sehemu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa wito kwamba SGR iende mpaka Uganda, Uganda ipokee iende kule. Itapendezea ukiwa kuna hizi network kati ya East Africa, tuweze kujitegemea wenyewe kwa wenyewe, ili kitu ambacho kiko Tanzania, Kenya na Uganda wanya tuweze kwa supply na kitu ambacho kiko Uganda na Kenya alafu sisi hatuna, tuweze kujisupply wenyewe kwa wenyewe. Iwapo tutaacha usnitch, unajua pia hizi nchi pia zina usnitch wenyewe kwa wenyewe. Kuna watu wamekamatia, ila this is a wake up call kwa Waafrika. Tuanze kujitengenezea especially issue ya chakula. Ndasikitika sana kwamba kwa nini Afrika
Na hichi ni kitu ambacho nilikiongelea na nawaambia tu waende mtu ambaye ana nafasi. Kuna the right of dump, the right to dump ambayo ndio imesababisha kwamba Afrika pamoja tuna the most arable land up to 70% ya bara la Afrika tuna uwezo kuzalisha vyakula karibia kila aina, lakini bado tunategemea chakula cha kutoka nje. Inasikitisha sana, lakini sio bahati mbaya, ndio bado mifumo ile ya ukoloni. Ndio maana tukaja na fikra zinduka kwa sababu ya kuzindua hivi vitu. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa madhara ambayo yatatukumba sisi. Wito wangu kwa serikali, na serikali yetu inasikiliza, kwamba watoe miongozo kwa kistaarabu kabisa, kwamba tutegemee kutakuwa kuna shock in supply kutokana ya kinachoendelea kule. Ambacho tunacho kinaweza kikatulast labda mwezi mmoja. Kwanza maghala ya serikali wajiwekee supply ya kutosha ili function za serikali ziweze kuendelea kama kawaida. Alafu watu binafsi wapunguze safari ambazo sio za lazima. Na hata tuseme kwenye vyombo vya serikali kama kuna safari ambazo sio za lazima tunaweza tukazipunguza, ili pia kusave isheni ambayo iko hapa. Watu waambiwe tupunguze, tuangalie na vitu kadhaa ambavyo tunaweza tukafanya ili tulicho nacho kiendelee kubaki. Niliongelea kwamba Burundi mpaka leo hii tunavyoongea wana ration ya mafuta. Kwa mwezi unapewa lita 20 tu kwa mwezi. Na mpaka uende ukaombe kibali. Na hapo ndio tunaongea mwaka 2026. Kwa hiyo sisi ni vitu ambavyo sio kwamba viko mbali na sisi, lakini tuko bado katika mazingira mazuri. Na hakuna kitu kibaya, narudia, kama kupanic. Watu nakumbuka kipindi cha COVID kile, watu walifanya panic buy, wakaenda kununua. Kwanza inapandisha bei, alafu watu wengi itawaathiri, mastoki yataharibika ovyo. Bado haijafikia stage. Tuifuatishe serikali, itakuwa inatupa mwongozo kadri tunavyoenda. Nadhani hiyo panic umeizungumza pia hata Disemba 9 pia kuna watu walienda kuemea mavitu na nini, alafu mwisho wa siku sasa Disemba 9 baadhi ambao walitusikiliza waliweka nani, kwa sababu tuliongelea. Nikauliza, mnaweza mkasurvive wiki moja? Mnaweza mkasurvive? Ila watu hawakuwa makini. Ile baada ya Disemba 9 waliitisha lena nini tarehe 9 ambayo ilibuma. Ndio Disemba 9 hiyo. Disemba 9 watu wakapaniki. Ilianza 29 ikafuata Disemba 9. Ambayo kwa sababu unajua kabla ya Disemba 9 upande mmoja ndio uliokuwa unatoa taarifa. Kwa hiyo ulikuwa una nguvu kwa sababu walikuwa wanatoa taarifa, alafu ulikuwa una taarifa za upotoshaji nyingi. Baada ile wazalendo tukaanza kujitokeza sasa kuelimisha raia. Raia ndio wakafunguka. Kumbe tunachezewa michezo. Kumbe kuna watu wanalipwa kwa sababu ya kufanya hii. Kumbe taarifa zile zilikuwa za uongo. Kumbe walikuwa watu zile movement zimeishiwa nguvu. Ndio maana sasa walitisha tarehe 9 haikufanikiwa. Wakalitisha tena Christmas haikufanikiwa. Wakaitisha tena tarehe ngapi? Mwaka mpya. Unaona wameitisha tena Idi. Kwa hiyo raia wameamka sasa hivi. Okay, sawa. Sima, sasa nataka nipate sasa taswira yako kamili kwenye hivi vita. Nakumbuka mwaka jana kwenye zile vita za siku 12 ulizungumza kwamba vita dumu zaidi ya wiki 2 na ilikuwa ni hivyo. Pengine vita hivi Irani na Marekani zidi ya kwa maana Marekani na Israel zidi ya Irani unazipa muda gani hasa?